Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, yeyote ambaye anatazama, bonyeza alama ya like na karibu. Kuna habari za kutisha ambazo zimegonga ikulu ya Samia Suluhu Hassan kule Chamwino. Sasa taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba majeshi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan wameweza kuuliwa ambao ni kadhaa. Unajua Samia Suluhu Hassan kuna shughuli ambazo anaendelea kuzifanya kama rais ambazo ni za kutisha. Sasa zimesababisha maafa ya watu ambao ni mababa katika familia, ni watu ambao ni marafiki, ni watu ambao ni ndugu ama dada za wengine ambao wameuawa baada ya haya kushuhudiwa. Sasa iko hivi, jeshi la mwananchi, makundi mawili ya jeshi la mwananchi ama wananchi ukipenda jeshi la wananchi, waliweza kuelekea katika taifa lile la DRC Congo. Kuna kikosi cha kwanza kilienda kule Kongo kuleta amani baada ya makubaliano kuwekwa kati ya serikali ya Tanzania na serikali ama tuseme mwavuli ule ambao unaitwa Umoja wa Mataifa ili kuleta amani kule DRC. Sasa hao wakaenda pale kufanya shughuli za kuleta amani kule. Kikosi cha pili cha jeshi la wananchi kiliweza kutumwa kutoka hapa Tanzania. Hawakuenda chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa, ila tu walienda baada ya serikali ya Samia kuweka makubaliano na serikali ya DRC ukipenda Kongo. Sasa Samia akaamua kupeana jeshi la wananchi kuelekea serikali ya Kongo, sio chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa, ila tu Samia akapeleka kikosi au kikundi cha pili kuelekea Kongo ili kuhakikisha ya kwamba wanaingia kwa vita kati ya serikali ya Kongo na wale waasi ambao tunawaita M23. Sasa taarifa za ndani ambazo tumezipata ni kwamba jeshi lile ambalo Samia Suluhu Hassan aliweza kutuma kutoka hapa Tanzania baada ya kuweka makubaliano na serikali ya Kongo, sio Umoja wa Mataifa, wameuliwa wengi kule Kongo baada ya kikosi hiki cha maharamia waasi ambao wanaitwa M23 wamewaangusha wengi sana, na sasa hivi Tanzania inaendelea kuomboleza. Hizi ni taarifa zile za ndani ambazo tumezipata. Kwa hivyo tunafahamishwa baadhi yao waliweza kupigwa risasi kufuatia kikosi kile cha waasi cha M23 ambao waliweza kutumia risasi na kuwaua jeshi la wananchi ambao waliweza kupelekwa kule katika taifa la DRC Congo. Mara nyingi tumekuwa tukizungumzia mambo ya Samia Suluhu Hassan. Samia amekuwa akifanya mambo ambayo ni ya kutisha. Samia nia yake sijui ni hela ambazo anatafuta, akapeana watu wa familia ambao ni jeshi la wananchi wakaenda pale katika taifa la Kongo. Sasa wameangamizwa, wameaga dunia kufuatia risasi ambazo waliweza kufiatuliwa nyingi sana kupitia kikosi kile cha M23 ambacho ni cha waasi. Waasi ni watu ambao ni wabaya na mmekuwa mkiwasikia mambo ya waasi M23 ambao wako pale Kongo, ni hatari tena zaidi. Sasa jambo hili limeleta tetemeko kubwa, limeleta shida miongoni mwa Watanzania, na sasa vilio vimeweza kutanda hapa Tanzania, na wengi wakasema ya kwamba sasa hivi penye imefika wale ambao ni jeshi wakitumwa pale Kongo itakuwa kizungumkuti, wakatae wasiende, kwa sababu wakienda pale M23 wamewazidi nguvu,
wanaweza enda pale ili kuuliwa vile wengine wameuliwa. Sasa taarifa hizi zimeweza kukanyagiwa na serikali, bado kutangazwa hadharani, lakini wanaenda kutangaza wakati wowote kuanzia sasa, baada ya habari hii kufichuka katika vyombo vingine vya habari na hata kule Kongo. Samia Suluhu Hassan tangu aingie mamlakani ameweza kusababisha maafa mengi. Kuanzia wakati wa uchaguzi wengi waliweza kuangamia, maandamano hapa na pale, akaruhusu vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi ili kuwaangamiza na kuwaua wa Tanzania ambao walikuwa wanaandamana. Tumeona wengi wakitekwa nyara, hamna lolote ambalo linasemwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Wengi wamekuwa wakitekwa nyara, wanapotezwa tu, wengine wanapatikana wamekatwa vichwa, hamna taarifa za ndani za kueleza nani aliwakata vichwa. Hata kufikia sasa kuna mwanasiasa kutoka mrengo upinzani ambaye anaitwa Humphrey Polepole, hamna yeyote ambaye anajua alipo kufikia sasa. Jambo hili limeleta taswishi na shida na changamoto za hapa na pale kubaini ukweli halisi wa mambo. Hata serikali haijawahi zungumzia swala hilo, na wale wote ambao wanapinga serikali wanaendewa, wengine wanatekwa nyara, wanapotezwa tu, baadaye tunasikia hawapo. Na sasa hivi hata yule ambaye ni kiongozi wa mrengo upinzani Tundu Lissu yu gerezani kwa sababu ya kuwekewa kesi ya kupambikiziwa tu ya mchongo, kwamba yeye alihusika katika uhaini wakati alisema no reforms no elections, yani pasipokuwa na mabadiliko katika tume ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi hapa Tanzania. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan hataki yeyote ainue kichwa kuilaumu serikali ambayo anaiongoza. Ndio maana hata Emmanuel Nchimbi sasa hivi anapitia changamoto za hapa na pale, hata uongozini hapewi fursa kama makamu wa rais hapa Tanzania, ila tu hatumiwi. Ila tunaona huyu Bashite ndiye anamvamia tu huyu waziri mkuu ambaye ni Emmanuel Nchemba ndiye anamlaumu, na kuna baadhi ya vikaragosi ama machawa wa Samia Suluhu Hassan wanamlaumu sana huyu Emmanuel Nchimbi, huku wakimuita yeye ni msaliti, ni Yuda ndani ya serikali, ndiye ameweza kuchelewesha na kufanikisha maendeleo chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa kusema ukweli, Samia Suluhu Hassan sio kiongozi yule ambaye anajali maslahi, anajali maisha ya binadamu wengine. Sasa taarifa zingine tumepata ni mbaya, kwamba jeshi la wananchi wameweza kuuliwa kule Kongo baada ya kupeana jeshi letu kule, lakini wameweza kufiatuliwa marisasi na kuuawa. Taarifa hizi ni za kutisha ambazo tumeweza kuzipokea, jambo ambalo tumeshindwa kulibaini ni kipi ambacho kinaendelea. Naomba nitamatishie hapo, na tunaendelea kufuatilia taarifa zingine za ndani. Tukizipata tutarejea hapa hewani ili kuhakikisha ya kwamba tumewahabarisha taarifa zile ambazo huwezi kuzipata hata kupitia TPC na hata vyombo vingine vya mainstream ama ukipenda vya habari hapa Tanzania. Lakini sisi tunafichua siri zile ambazo tunazipata mara moja. Asanteni sana, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.